Kwa hiyo hiki ni kipindi ambacho Simba wanahitaji kurejea kwenye ufalme wao. Sasa wanarejeaje kwenye ufalme huu? Wanarejea wakiwa wanatafuta kombe la kwanza la CRDB Federation Cup ambalo kanuni ni ligi ambayo ndio ligi yenye timu nyingi shiriki. Yaani FA ukienda Uingereza ndio kombe kubwa kuliko hata EPL. Sawa. Kwa hiyo kauli ya Ahmed Ally kusema kwamba CRDB ndio kombe kubwa iko sahihi. Sasa sio mfano ambao tunazungumzia FA. FA sawa. FA kwa sababu kombe la kwanza Uingereza ni FA. Kombe kongwe, si ndio? Ni FA ambayo ni kombe linalomilikiwa na chama cha mpira cha nchi husika. Sisi kwetu hili ndio kombe la shirikisho la mpira wa miguu. Narudia tena. Kombe ambalo kucheza Azam na Simba Sports ndio kombe linalomilikiwa na chama cha mpira wa miguu wa Tanzania, yani TFF. Baba wa mpira wa Tanzania ni nani? TFF. Hili kombe linamilikiwa na nani? TFF. Ni kombe dogo, kombe kubwa? Kombe kubwa. Hili NBC ni kombe maarufu tu ambalo linakupa platform ya kwenda kwenye Champions League. Maana yake NBC si kubwa. NBC ni kombe maarufu. Si kubwa. Sio kubwa kwa sababu kombe kubwa ni timu ambayo inachukua kombe la FA. Si ndio? Kwa sababu ni kombe pekee ambalo linashirikisha timu zaidi ya 92. Timu zaidi ya 92. Ligi kuu timu ngapi? 16. Timu 92, timu 16. Ipi inakuwa shindano lenye ushindani mkubwa? CRDB. Timu ngapi? 99. Tunakubaliana, unanipinga? Kwa fact hizo naweza nikakukubalia, lakini kwa mentality ya hapa kwa Tanzania tunaitazama kama NBC ndio kombe kubwa, lakini ukitazama kwa ushiriki wa timu unaweza ukaipa nafasi CRDB. Ndio maana nikahoji kwa mara ya kwanza. Unaungana na kauli ya Ahmed Ally kwamba wao wanakwenda kucheza finali ya kombe kubwa. Kwa historia ya kombe hili la FA ndio kombe kongwe kuliko makombe. Hii ligi kuu zimekuja baadaye. Yaani ligi kuu zimekuja baadaye. Lakini asili ya kombe la FA chanzo chake ni ligi kuu ni Uingereza, ambayo chama cha mpira wa miguu cha nchini Uingereza ndio kilianzisha shindano hili. Sawa, la FA. Kwa ndio maana kuna kila sehemu kuna FA. Kila sehemu kuna FA. Kwa hiyo kwa sababu sisi kombe pendwa ambalo linashirikisha timu hizi, si ndio? Na ni ligi ambayo iko inaonekana mara zote ipo, yani kila siku naiona, wiki ni wiki, ratiba zake ndio hivyo. Lakini kiuhalisia Simba na Azam wanaenda kucheza kombe gumu kweli kweli. Ni kombe ambalo ndio maana unaona Simba wamepunguza jeshi lake, ndio maana unaona Azam nao wamepunguza baadhi ya silaha zake, ameziweka pembeni ili kuingia katika huo mchezo mgumu wa finali. Kuelekea katika mchezo huo wa finali siku ya Jumamosi, unadhani kuna haja ya kupata waamuzi kutoka nje ya mipaka ya Tanzania ili kuona kwamba bingwa wa kombe hilo kubwa anaondoka pasina malalamiko aina yoyote kwa opponent ambaye labda anaweza akalikosa taji hilo? Ripoti ambazo niko nazo, chanzo changu kimenithibitishia, klabu ya Simba imewataka TFF kama hawezi kuleta waamuzi kutoka nje, kwa sababu kanuni zinaruhusu, kama hawezi kuleta waamuzi kutoka nje, basi Simba Sports wataingia mifukoni mwao, humgaramia mwamuzi yoyote ambaye watamsuggest wao watamleta kwa gharama zao, alafu acheze. So, wakitumia gharama zao tayari, kama kuna kuhusishwa na upangaji wa matokeo, inakuwaje wewe klabu utoe pesa yako kumleta mwamuzi ndani na achezeshe mchezo wako husika? Na ndio maana wameandika barua kwenda TFF. Ikiwa watashindwa jambo hili, basi kama shida itakuwa ni fedha, narudia tena, kama shida itakuwa ni fedha, Simba watatoa hela yao mfukoni kuwapelekea TFF wakalete hao waamuzi. Sio kwamba Simba atakuja kumtumia mwamuzi ndo alete. Wako tayari kugharamia hicho kitu. Na hata Azam wanaweza. Yusufu mwenyewe akasema bana, mimi mwenyewe simtaki Arajiga, mimi mwenyewe simtaki Ramadhani Kayoko, simtaki Sadi Mrope, simtaki nani huyu ndugu yangu wa Kigoma huyu. Nasoro Mwinyi. Huyu nani huyu? Namsahau jina, nitamkumbuka baadaye. Sitaki waamuzi wa Tanzania, niletee waamuzi kutoka Mombasa, kutoka Kenya, kutoka Uganda, kutoka Kongo, kutoka Egypt niletee. Na tumtaka nani?
Amin Omar aje achezeshe, si ndio? Kama unapata platform hiyo na TFF labda wanaona kama ni gharama kumleta, wanaweza kachanga Simba na Azam kumleta mwamuzi, kitu ambacho sio shida zao, wanaweza kaleta hicho. Unajua kwa nini wanafanya hivi? Wanaamini yanaweza katokea ya dabi ya Kariakoo Zanzibar, Simba anafunga bao, waamuzi wanakataa, si ndio? Yaani kwamba Simba wana hofu kwamba bado watu wanaweza wakacheza mechi zao, bado mtu anaweza akacheza mechi zao, wana vidonda. Na tayari umeshasikia umetangaziana, hujasikia kwamba Yanga baada ya kuchukua ubingwa wana kucheza mechi wanaosaidia Azam kuchukua ubingwa, si umesikia? Wao wamesema kwamba watawasupport kuwashabikia ili waweze kupata ubingwa. Kushabikia maana yake ni nini? Kumpa support. Support ni nini? Si kuhamasisha wala yeye shinda mechi, lakini acheze mechi. Kuhamasisha kuna maana nyingi. Kuna kumpa mbinu za kuwini, kwamba sisi wetu wamfunge huyu, tunamfunga hivi mara nyingi, huwa tunafanya hivi. Hiyo ndio support, si ndio? Kwa Yanga anaweza katoa mbinu kwa Azam, bana sisi huwa tunamfunga hivi, kwa hiyo ili wewe umfunge huyu mnyama tumia njia hii, si ndio? Kwa Azam akishapewa ile mbinu tayari amesapotiwa na Yanga. Kwa Simba lazima wawe na wasiwasi bana, hawa waamuzi kwanza wasio wa ndani, kwa sababu wanaamini labda waamuzi inaweza kuwa ni sehemu ya kupitisha njia ambazo wao wanapoteza ubingwa. Lakini kiuhalisia hii ni mechi ambayo mimi binafsi kwa jinsi ambavyo Simba Sports, Azam, Singida Black Stars, Young Africa wenyewe, KMC mpaka Prison na watu wengine wamelalamikia kuhusu waamuzi, Simba wana haki kuandika barua TFF kuwataka waamuzi kutoka nje. Sawa. Na sio haja kuandika barua, ni swala la kuweka wazi. Hii ni dabi inapigwa nje ya Dar es Salaam. Imevuka kutoka Unguja imeenda Pemba. Hicho kisiwa kingine kaka. Yaani dabi imepelekwa Pemba. Visiwa viko vitatu, Mafia, Unguja na Pemba. Yaani kaskazini, katikati na kusini. Wamepeleka dabi inapigwa kaskazini mwa Unguja, Pemba, tena katika ardhi ya Gombani. Yaani ukienda Pemba maeneo maarufu ni Wete na Chake Chake. Sasa haya maeneo Wete na Chake Chake ni kuambia kuna nini, hiyo ni story nyingine. Wete na Chake Chake. Sawa, Peter Passion, tunakwenda kutegemea mchezo namna gani sasa katikati ya kiwanja? Umezungumza nje ya uwanja, lakini tutegemea kuona mchezo namna gani? Kariba ya walimu wawili, Florent Ibenge lakini pia Steve Becker, kocha wa Simba. Tunakwenda kushuhudia mchezo namna gani ikiwa Azam FC mara kadhaa wamekuwa wakisumbua Simba katika ligi ya NBC? Azam wana squad nzuri sana katikati ya kiungo. Huo ndio ukweli. Azam hakuna timu ambayo inashinda viungo kwenye ligi yetu. Azam wana dude inaitwa Himidi Mao. Azam wana jitu inaitwa Sadio Kanuti Putin. Azam wana dude inaitwa James Akaminko. Azam wana dude inaitwa Adolf Mtasingwa, si ndio? Azam wana jitu inaitwa Yahya bin Zaidi. Hawa ni viungo sita ambao wakienda Simba na Yanga wanauma vizuri sana bila shida yoyote. Azam wana jitu inaitwa Faisal Salum. Hao wote ni viungo 7 nimekutajia. Viungo wangapi hao? 7. Chukua katika viungo wote niliwataja hawa, dondosha kwenye huyu Kanuti alikuwa nauma mwanzo mwisho Simba Sports, hiyo ushahidi uko wazi. Faisal alikuwa nauma Young Africa mwanzo mwisho, hiyo iko wazi. Hao wengine waliobaki ni hawajapata nafasi ya kucheza kule, lakini nafasi ya kucheza pale wanayo. Kwa Azam mtaji wao upo kwenye kiungo. Hicho ni kitu cha kwanza. Simba Sports kwenye kiungo ni wabovu. Hilo unalijua. Huwezi kuwa na kiungo Alassane Maodo Kante ukasema kwamba una kiungo bora kwenye timu yako. Wakati Azam ina Yahya Zaidi, ina Himidi Mao, ina Kanuti, ina James Akaminko, Jaka Bola, ina Faisal Salum. Si ndio? Tofauti hapo kwenye kiungo. Azam wana kikosi bora kwenye kiungo. Na siku zote kwenye mpira, backbone ni kiungo. Simba Sports silaha yao kubwa ni kwenye flanks, mbavu za kulia na kushoto, ambazo anatoka Libase Geye, ambazo anatoka Anicet Ura. Huko ndo kuna uimara wa Simba Sports Club. Ukifanikiwa kublock hiyo mipira isifike kwa Libase Geye na Anicet Ura, Simba unaipasua vizuri tu. Yaani unaipiga asubuhi kabla hata kuku hajawika. Asubuhi. Na atakachokifanya sasa hivi Ibenge ni kutumia viungo watatu kwenye mechi ya Simba. Trust me. Utashangaa hapa unamkuta Mao Mkami yuko pale, utamkuta Yahya Zaidi, utamkuta James Akaminko. Alafu juu yao yuko Faisal. Maana yake automatic timu na viungo 4 kwenye mechi.
Jaribu kuangalia huo muziki. Alafu Simba Sports unamtegemea Yusuf Kagoma. Atatembea kwenye ule uwanja wa Gombani, ulimi utakuwa uko hapa. Kila kipita hivi watu wamechukua mpira. Kwa Simba Sports silaha yao itakuwa ni kwa Ismail Ture na Rashid Deloko kutawanya mipira kwenye pembeni ya uwanja ili timu itembee kupitia ile njia. Katikati ni mwiko kupita kwa Ibenge. Yaani pale katikati ni mwiko kupita. Kwa hiyo kwenye mechi ya Simba na Azam ya fainali ya CRDB, kiuhalisia kabisa Simba wanaenda kwenye mechi wanajua kwenye kiungo hawana kitu. Lakini wanafahamu wana hatari kwenye mbavu zao. Yaani huku kulia kushoto Simba wana hatari. Juu katikati kuna Elie Mpanzu Kibisawala, top assist wa ligi kuu. Assist 10. Hakuna mwanaume amefanya hivyo kwenye ligi, kafanya peke yake. Lakini Azam wanaenda na mwanaume alifunga goli 15 kwenye ligi msimu huu. Yuko naye pa na assist 9. Ndio kiumbe pekee ambaye wakimnyima MVP kwenye ligi hii na acha kutangaza mpira. Acha kufanya shughuli za mpira. Ukimnyima Faisal MVP kwenye ligi msimu huu, mimi naacha kufanya shughuli za mpira kaka. Shughuli ziko nyingi. Nitaendesha magari, nitaendesha bodaboda. Zote ni shughuli zitapata kipato. Nitaachana na mpira. Ukimnyima MVP Faisal Salum Fei Toto, mabao mengi kuliko mchezaji yoyote kwenye ulimwengu wa mpira kwenye ardhi ya Tanzania.